understanding the time, kuelewa majira ama kuelewa nyakati. Understanding the times, that will be our theme. Kuelewa majira na nyakati, kwa sababu tumeambiwa na kitabu cha Bwana ya kwamba katika wana wa Isakari walikuwa wamepewa kipawa kimoja tu, bali hawakuwa watu ambao walikuwa wamepewa vipawa vingi, lakini walikuwa na kipawa kimoja. Watu walioelewa majira, watu walioelewa nyakati, people who understood times. Alafu Biblia inasema vipi? Kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Katika jamii zetu hamuna watu wengi ambao wamepewa kile kipawa cha kuelewa nyakati. Ni wachache sana ambao huelewa nyakati na kile ambacho chapaswa kufanya kwa muda fulani. Tuangalie kwa muktasari kidogo hapa. Nitajaribu kuzungumza Kiswahili cha hapa Nairobi. Nilikuwa mwalimu wa Kiswahili, kwa hivyo sitaki kuanza misamiati na maneno magumu. Nitajaribu kuzungumza Kiswahili kwa urahisi sana, sivyo? Na nataka nizungumze Kiswahili chetu pale kwetu Nyeri, na tuna chinda ya matamchi. Pale chinda ya matamchi imetubeba. Hata kutamuka ni chida. Kwa hivyo najua tutaelewana. Usishinde ukisikiza ati niko na chida ya matamchi. Lakini wakati nazungumza kama mwalimu wa Kiswahili, chida ya matamchi inatokomea. Kwa hivyo naomba tuzungumze kile ambacho kina chida ya nini? Ya matamchi. Now, hapa kuna muktasari kuhusu watu walioenda kumwadhinisha Daudi awe mfalme. Haya yalifanyika baada ya Sauli kufa. They went to establish David on the throne after the death of Ishbosheth, those whom every tribe brought ready armed to the war in case there was an opposition. Walienda kumtawaza Daudi awe mfalme ama kumuidhinisha, maana Daudi alikuwa ametawazwa na Mungu, kumuidhinisha awe mfalme wa Israeli. Na tunaambiwa kwamba walijipanga, walienda kama wamejipanga. Tunaambiwa those tribe, yale makabila yaliyokuwa karibu, yalileta watu wachache. Kwa sababu Yuda ilikuwa pale tu, walileta watu 600, 6,800. Simeoni walikuwa pale tu, walileta watu 7,100. Zebulon ambao walikuwa kwa ubali kabisa, walileta watu 50,000, 50,000. Unaona, wale waliokuwa karibu walileta watu wachache, lakini wale walikuwa kwa ubali walileta watu wengi. Kwa nini? Kwa sababu wako karibu wanajua kwamba wakiitishwa wengine watafanya nini? Lakini wale wametoka mbali wanajua wakiitishwa wengine kabla walete askari wengine itakuwa shida. Ndio maana wakaleta wengi ili wasiitishwe wengine. Ndio maana unaona wale ambao tunaishi hapa karibu na kanisa huwa tunakuja na style. Hatuna haraka, hata tunasikia praise and worship wakianza, hata ni wakati tunakunywa chai. Lakini wale mnatoka mbali mnakuja mapema, kwa sababu sisi tunajua tutasikia tu wakati tutasikia neno la kuongoza limesomwa, tutakimbia na tutakuwa tumefika. Hata tunajua, hata tukisikiza praise and worship tone tukisikia, tunajua wakati Biblia inatoka vestry. Kwa hivyo tunakuja pia tunapatana nayo pale tunaingia. Kwa hivyo watu wale ambao wanatoka mbali wamejukumika sana, lakini wale wako karibu wameleta wachache, kwa sababu wanajua wakiitwa wataleta wengi. Wataleta wengi sababu ni hapo tu. The Levites, wana wa Lawi, walikuwa wameteuliwa na Mungu wawe kabila la uchungaji. Kwa hivyo wale watu hawakuhusishwa kwenda vita katika Waisraeli, walikuwa wachungaji. Lakini huu muda walileta watu wa kupigana vita. Tunaeleza kwamba the Levites themselves and the priest here called the family of Aaron appeared sincere in this cause and were ready if need be to fight for David as well as pray for him, because they knew he was called by God to rule. Wana wa Levi katika mstari wa 28, ukisoma mstari wa 28 utakuja kusikia kwamba wana wa Levi vile vile walileta watu wa vita. Lakini hawa ni watu ambao wameteuliwa na Mwenyezi Mungu wawe wachungaji. Lakini huu muda, understanding the times, walielewa kwamba hii mida inataka watu wajitolee. Hata kama hujui kupigana vita, lazima uende ukasomee huko vitani. Maana huu muda unaitisha, ni nyakati ambazo watu wanastahili waende an extra mile.
Unajua kuna Mkristo ambaye ukimwambia asimame aombeshe atasema hana neema ya kuombesha. Unajua kuna wakati itafika uombeshe tu. Maana kuna time, you must understand time. Kuna nyakati zinafika unajipata unafanya kazi ambayo wewe mwenyewe hufanyi. Hapa kwetu kule tumetoka, nyinyi ni wa hapa Nairobi. Na kama wewe umetoka Nyeri, shamba tulimaliza. Usirudi huko na atianga nimetoka Nyeri Murang'a, huko tulimaliza mashamba. Kaeni hapa. Haya mashamba yote mjenge, hata mkitaka kujenga za orofa zinafika kule juu, njengeni. Ndio maana mlikuja hapa mjini. Sasa ukija kule kwetu huwa tunasema wanaume hawalii. Maana it is a curse. Ni laana mwanaume kulia, lakini inakuja extra time wanalia. You must understand time. Lazima uelewe muda. Kuna muda unafika wanaume wanalia. Mnaelewa? Pale kwetu wanaume hawaoshi vyombo, hawapiki, hawafanyi. Unajua ile kazi tumesema kazi ya jikoni tumeitenga iwe inafanywa na wadada. Lakini kuna muda unafika wanaosha vyombo, wanapika na wanapakua na wanapiga deki. Maana you must understand what? You must understand the times. Tunaelewana? Maana usipoelewa muda, usipoelewa nyakati, utakuwa in conflict na maisha sana. Haya, tunaelezwa hivi. Hawa wana wa Levi walikuwa wameleta watu wa vita. Kazi yao ilikuwa mbili. Wangeenda kupigana vita na wangeombea Daudi. Hata sisi wa Kristo tumejitayarisha. Ukileta nyokonyoko hapa tutakutadika na tukuombee. Maana tunaelewa muda. Lazima tuelewe muda. Ukuji hapa kuturushia mawe ukituambia ati tuliangika mili yetu misarabani. Unaiona hii mili haijangikwa misarabani? Umeona alama? Kwa hivyo wacha kuturusha vidole kwa macho. Ukisema mili imeangikwa wapi? Unajua kitabu cha Wakolosai kinasema kwa sababu mmekufa na uhai wenu umo katika Yesu Kristo. Tumekufa na uhai wetu umo katika Yesu Kristo. Usitufufue. Na wewe usikuja kutufufua. Wacha kuja kutufufua. Wacha tukae kama tumekufa na uhai wetu umefichwa nini? Katika Yesu Kristo. Haya. Vile vile tunaambiwa hata wale relatives, hata wale wa jamii ya Saulu walikuja kumsaidia Daudi ili aingie katika ufalme. Maana walielewa muda, wakaelewa huu ni muda wa Daudi. Sauli alikuwa from the kabila la Benjamin. Lakini Daudi hakuwa wa kabila ya Benjamin, alikuwa wa kabila ya Juda. Tunaelewana? Alikuwa kabila ya Yuda. Kwa hivyo lazima wale ambao wametoka katika jamii ya Benjamin vile vile walileta watu, hata kama hawakuleta wengi, walileta watu wasionekane ni kama wanapinga. Maana walielewa wakionekana ni kama wanapinga, wakati Daudi ataingia katika ufalme watakuja kuumia. Hata wao walileta watu. Lakini kuna watu ambao nataka tuwazungumzie leo sana. Wana wa Isakari walileta watu 200. Hawa wengine walileta watu 50,000, 1000, wote walileta watu wengi. Lakini wana wa Isakari walileta watu 200. Wakati askari walikuwa wanahesabiwa, wana wa kutoka ukoo wa Isakari ambaye alikuwa 9th born, alikuwa mtoto wa 9 wa Yakobo, lakini mtoto wa 5 wa Lea. Sasa ile jamii yake ilileta watu tu 200. Lakini walikuja na kipawa kingine ambacho hakikuwa na wale wote. Walielewa nyakati. Kuna wakati watu ambao wako na uwezo wa vita, ukiwaambia waende vitani wanajua kupigana, ni wengi ukiwahesabu. Lakini kuna mwingine ambao ni wachache, ukiwaangalia hivyo wanaelewa nyakati, kile kinachofanywa, kile kinastahili kufanywa katika nyakati fulani. Unajua hii maisha si prowess, si uwezo wa kupigana vita, ni kuelewa nyakati. Kuna nyakati ambazo vita hatupigani, tunaangalia kwa macho. Kuna nyakati ambazo tutapigana vita. Kuna nyakati za kusherekea na nyakati za manjozi. Ukiwa na ile knowledge, understanding the times, you don't have to strain a lot. Tunaelewana? Haya. Ule ulikuwa muktasari. Nataka tuzungumzie mambo mawili matatu hapa. La kwanza, light sets time. Mwangaza uleta nyakati. Light ile ya mwangaza. Light sets time. Light sets time. In the first chapter of Genesis, we are told that on the 4th day, God made the sun, moon, and the stars. They were created to give light to the day, sun, and give light to the night, that was moon. They were also created to rule and to govern or have
dominions. Since day and night is a factor in time, we see the Lord established light and set the times. Mungu, jambo la kwanza ili kuleta nyakati, aliweka mianga. Akasema kuwe na mianga ambayo itatawala mchana na mianga ambayo itatawala usiku. Hii mianga inaleta kitu tunaita nyakati. Huleta nyakati. Light set time. Kwa hivyo, just as the physical season keep on changing, kuna wakati ambao, na nilisikia watu wakiuliza kwani hii Christmas hatukuwa tunakula pears. Na tulienda na huku Nyandarua tukiwa na elders, tukapata ya kwamba pears hazikuwa zimekomaa. Sijui kwa kiangazi yake nini, nyakati zake zilibadilika. Lakini si mlikula plums? Mlikula plums. Ni kumaanisha kwamba light set time. Just as there is physical season in the physical world, kuna wakati wa mvua na wakati wa jua. Vile vile even in the spiritual realm things change. Usifikirie katika anga ya kiroho mambo ulimaini vile kama vile watu wanasema kama hivyo vilivyokuwa hapo mwanzo na kutakuwa baadaye. Hapana, katika anga ya kiroho mambo hubadilika, na mtu ambaye ameconnect na anga ya kiroho huwa anajua mambo yakibadilika. Sijui kama mliona homa ambayo ilikuwa imetutembelea hapa na watu wakakuwa admitted in hospital. Mliona hiyo? Na kuna wakati mwingine mimi nimeenda kule Laikipia, nimepata outbreak ya measles. Mnajua measles? Mnajua measles Nimepata outbreak ya measles. Kuna wakati itafika anga ya kiroho ubadilika, na anga ya kiroho ikibadilika ina connect na anga ya hapa duniani. Kuna wakati inafika unasikia domestic violence zimepanda sana. Unasikia habari za hivi sasa, mwanamke mmoja amemuua bwanake, bwana mmoja ameteketeza familia yake. Zile news zikianza haziishi. Mumeobserve hivyo? Mnapata kama mwezi mmoja domestic violence, kuuawa mpaka tunamaliza. Hata ukifungulia runinga unasikia hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa zetu za jioni, mama mmoja amewateketeza wana wawili. Anga ya kiroho imebadilika. Na mtu ambaye ako katika anga ya physical understanding time ataelewa ya kwamba hivi vita si za hapa, ni za kiroho. Na zile vita za kiroho zikianza zina connect na hapa duniani. Tunaelewana? Zikianza zile vita za kiroho zina connect na hapa duniani. Wakati mwingine unafika unapata businesses are making losses. Ukianza kuongea na mwenzako biashara yako inaenda aje, ukiongea na Elda Karoki anakuambia hey, duka siku hizi mambo imekuwa hot. Na ni kama watu hawakuli, watu wanakula, lakini biashara imebadilika. Pesa zimeanza kuwa adimu. Pesa zimeanza kupunguka kabisa. Na zimeanza kupunguka kabisa. Kuna mwezi katika mwaka pesa huisha. Unapata watu hawana pesa. Hata hapa kanisani ukihesabu sadaka, unapata watu wametoa sadaka 15,000. Na ni watu ambao hutoa sadaka 1,100. Maana anga hubadilika. Na ukiangalia vizuri anga hata kama inabadilika, kuna anga ya kiroho ambayo huwa inakuja Christmas. Sijui pesa huwa zinatoka wapi. Na cabbage huwa ina taste ni kama imeoza Christmas. Tunaelewana? Na sikutaka hiyo anga ya kiroho inaleta Christmas. Mnaona ikileta Christmas. Na huwa inakuja Christmas inaleta furaha nyingi sana. August huwa inaleta nini? August inaletanga nini? Vifo na mikasa mingi, si ndio? Ila ni anga ya nini? Ya kiroho ubadilika. Na Christmas ikiisha, pesa huisha. Hata leo mmekuja kanisa, hamuna za kwenda out? Zilisha. Na cabbage, kumbe cabbage utesti vizuri ikikuwa fried. Inakuwa ina taste vizuri ikikuwa fried. Kumbe hata sukari shaidufia, bila sukari mtu anakunywa. Hata ni nzuri, inazuia diabetes. Umeanza kujua sasa. Tunaelewana? Anga, understanding the time. Lazima uelewe majira ambayo tumo ili uconnect na the spiritual. Na si kutaka pesa. Hata usipoenda pahali Christmas useme utakaa nyumbani, mayau pesa lazima ziisha January. Hata kama hukutumia Christmas, ulisema Christmas tunajinyima sababu ya January, lazima January pesa ziishe, hata ujui kule zinaenda. Maana anga ya kiroho inafanya nini? Inabadilika. Kwa hivyo sasa wakati umeona vita zimeongezeka sana katika familia, ni anga ya kiroho inabadilika. Na Mkristo kazi yako ni kuelewa nyakati. Ukielewa nyakati, zile vita upigani na mwili, unaanza kuconnect na roho ili uweze kuzipigana na nini? Na kiroho. Huu mwaka anga ya hii nchi itabadilika kabisa, sababu ni wakati wa campaign. Yaani
uongo ile itakuwa ikielezwa huku, shetani atakuwa na notebook anasema ongeza hiyo. Hayo hata sijaisikia. Hiyo sijaisikia. Ati amesema akichaguliwa ana connect maziwa na pipe, watu wanachota kama gas kwa nyumba. Andika hiyo. Hiyo ni uongo, sijaisikia. Mpaka nauliza wenzake, mmeisikia hiyo uongo? Wanasema hapana, hatujasikia. Maana anga itabadilika. Na unapata ule uongo utakuja mpaka hata kazini. Watu wataanza kuwa na uongo. Maana anga ya Kenya ikibadilika ikuwe ya uongo, mpaka nyumbani uongo inazidi. Na sio kutaka. Maana anga ya Kenya imebadilika. Mnaona tunaelekea uchaguzi. Tunaelekea uchaguzi. Huu uchaguzi ile uongo mtaelezwa. Mkinichagua watoto wenu watasoma bila school fee. Mzee alisema hakuna cha bure. Mzee alisema hakuna cha bure, lakini mtaamini. Maana ile anga ya uongo imeachiliwa katika nchi ya Kenya na lazima muisadiki. Hata mnaiamini. Hata anakuja hapa kanisa anasema haleluya watu wa Macedonia. Mimi nataka tu nichaguliwe. Nitawasaidia kununua ploti 3 pale. Akichaguliwa na go missing. Na nyinyi mnaamini? Na watu wakikuja hapa msiwaombea ati tumetangaza katika jina la Yesu ni wewe utashinda. Wewe hapa sipo tunakuja kutangaza, hapa tunakuja kulishwa neno. Endeni mkatangaza huko nje. Tunaelewana? Maana na sisi wa Kristo huwa tunakosea. Mtu akija hapa mwambie mtamchagua, alafu aachie 1,100. Baadaye wakati wa uchaguzi apate ni yeye amejichagua na bibi yake, anawalaani. Na maana ile laana imetoka katika anga ya kiroho, ile laana inashika mpaka kanisa. Maana ililaaniwa kwa kukula pesa za uongo. Inageuka inakuwa shirika za uongo. Hata washirika wanaanza kuwa na uongo, hata elders unapata wanadanganya. Ngai elder anadanganya ukweli na amefungua macho. Maana ile laana ya uongo iliachwa wapi? Kwa hivyo msiambie mtu mtamchagua, mwambie tutaomba Mungu. Mungu akitaka uchaguliwe utafanya nini? Na usipochaguliwa ndugu, mbinguni ni refu, twende. Twende wapi? Twende kwetu mbinguni. Light set time. As the time moves on in life, every age has its unique challenges, and those who understand the times tend to lead the way. Katika kila generation, every generation has its own unique challenges. Kila generation huwa iko na changamoto zake. Kila kizazi huja na changamoto zake. Na kila kizazi huwa unique. Sio kama ukure kwetu tulikuwa tunasema wanakata rori. Unajua walikuwa wanaweka afro. Mnakumbuka nywele za afro? Unalea afro inakuwa kubwa, alafu unaikata hapa. Unapeleka upande huo na upande huo. Na trouser zingine zilikuwa za barrel bottom. Mnazikumbuka? Hizo ndizo zilikula akina nyanya zetu. Zilikuwa zinawakunywa. Imagine afro na kimtrouser cha barrel bottom. Na style ilikuwa inasimama hivi. Every generation has its unique challenges. Mnaelewa? Na sasa lazima understand the time. Wacha kusema I miss the old days. No, there are no old days. It is the time that changes. Mnakumbuka PCA tulikuwa tunagonga drum. Nyinyi ambao mmekuja PCA juzi, karibuni. Hatukuwa na keyboard ama chochote. Na ulikuwa unasimama na Yesu. Yule anapiga drum anagonga pa. Twende kwa Yesu. Anaenda choo, mkiimba anaenda choo. Na mnaendelea, ataenda choo na akuja arudi ili agonge tena mwende second stanza. Time changes. Nyinyi watu wa Macedonia. Mnaona vile muda huo unabadilika? Muda unabadilika. Na ukiimba ulikuwa unasimama na Yesu, hakuna kutingika. Unaimba twende kwa Yesu mimi nawe. Na kulikuwa na style. Twende kwa Yesu mimi nawe. Ukisema huo wakati watu walikuwa wanaabudu katika roho, hata wakati ukipata wana dance wanaabudu katika roho. Understand the time changes. Na usipoelewa mida, utakuwa unakuja hapa kanisani kukasirika. Kwa hivyo praise and worship, wakati mnasema chezea Bwana, unaona tu elders tumesimama, tunajua sisi bado tuko pale kwa kugonga drum. Kubadilisha ni ngumu sana. Kwa hivyo eleweni, roho ina dance. Wao wanasema rukia Bwana, roho inaruka kilomita 10. Mwili unakataa. Lakini roho inafanya nini? Inaruka. Kwa hivyo msikasirike. Furahini sana. Tunaelewa? Mnaelewa? Time changes. Na hichi ndicho ambacho Wakristo wamekosa kuelewa, kubadilika kwa mida. Lazima ukuwe na that insight. Hiyo roho ambayo ilikuwa na wana wa Isakari walielewa mida. Hallelujah. Knowing what to do can give a person the edge.
knowledge. In modern times, there are countries where economy is 24 hours because of lighting. Whenever there is light, opportunity will always be available. Maana mwanga huleta muda. As long as there is light, there is always opportunity. Ndio maana mtu ambaye ako uhai, kuna a lot of opportunities. There is always tomorrow for everyone who is alive. Hallelujah. Unajua tukisoma pale sekondari, wakati nilikuwa nasoma hapa sekondari hapa Githurai. Hapa tu Githurai, hapa Githurai 45 hapa Githurai. Nikisoma hapo, maana sikuwa ninaweza kulipa karo, nilikuwa nafanya kazi kwa Kware. Nilikuwa nafanya kazi kwa Kware nalipa karo. Lakini time, there is always an opportunity. Muda jinsi kwa maana niko uhai, opportunities always brought themselves. Tunaelewana? Kwa hivyo, you don't have to give up at this moment. As long as the day will come and there will be light, na macho yako itaona mwangaza wa kesho, there is always an opportunity. Usife moyo. Uko unafikiria kurudi nyumbani kule Geshagi? Tulijaa. Niliwaambia mashamba ziliisha. Kaa hapa. Ukifungiwa nyumba, lala nje, hakuna shida. Ukifukuzwa na landlord, wewe si wa kwanza kufukuzwa. Hata Yesu alizaliwa kwa ng'ombe. Ukiona kwa ng'ombe hapa, lala. Useme mimi na Yesu tuko hivi. Tuko hivi. Wakati utatoa testimony useme Yesu alizaliwa katika zizi la ng'ombe. Mimi nililala zizi la ng'ombe. Hallelujah. As long as there is opportunity. Understand the time. Na kila mtu huwa na opportunities in life. Lazima upite in the wilderness. Lazima upite in the wilderness. Lazima uelewe wakati unapitia katika in the wilderness. Kuwa na that knowledge. Omba Mungu akupe hiyo knowledge ujue. Hapa ninapitia nyikani nikiwa peke yangu. And in the wilderness there is no accompaniment. Katika nyikani wakati unapitia in the wilderness, there is nobody to accompany you. Hata your husband and your wife and your children cannot accompany you. You must walk in the wilderness alone. Kwa hivyo wakati unapitia nyikani peke yako, vumilia, understand the times. Hii ni nyika unapitia na utamaliza. Na ukimaliza, God is going to see you through. Haya, in Isaiah 9, katika kitabu cha Isaiah 9, mstari wa 2, inasema ya kwamba wale walioishi katika giza kubwa wameuona mwangaza. It resonates with the people who lived in the great darkness. A light has shone to them. The light which came to us is knowledge and the gospel. Time changes. The light ambayo Isaiah anazungumzia ni light ambayo imetoka from the knowledge and the gospel. Isaiah 9 verse 2. Those who lived in the darkness have seen a great light. What light is this? This light is the time. The time has come. Na hiyo mwangaza ni injili na masomo. Wale ambao tumetoka pale kwetu Nyeri, kuna wimbo ambao huwa tunaiba. Na unyokete kiuma kwa wainga, Yesu akijoya, githambia wega. Kile kilikuja tukitoka huko ambako tulikuwa tumeparara ni knowledge. We got knowledge. The knowledge. You cannot reject one and accept the other. Rejecting the gospel is backtracking in the world of darkness. Wakati unakataa injili ni kujirudisha, unajirudisha katika giza uliotolewa. And you cannot separate gospel and the knowledge. Usiseme ati unajua Ukristo ni uzungu, lakini masomo sio uzungu. Hapana, hapana. Both of them are the same. The gospel and the knowledge. What gives men reference is the amount of light one bears. What gives men reference is the amount of the light one bear. Kile ambacho huwa kinakupatia kipaumbele mbele ya watu ni ule mwangaza ambao umebeba. Kwa nini? That is why, ndio maana, an engineer will be paid heavily to construct a road. But wale ambao wanajenga barabara sio engineer. Wewe ulipata engineer akikoroga ile barabara tarmac road. Ati unapata ni engineer, ni wakati analimalima huku upande, ni wakati anatayarisha rami itengenezwe. Yeye anaongea tu. Wale wanafanya kazi, they are casual laborers. Wanalipwa kwa siku 700. Lakini engineer amelipwa 10 million. Kwa nini? He bears more light than the casual laborer. Awacha niwapatie another example. That is why a doctor, a practitioner will treat you
at a specific cost. Lakini wakati anakuambia enda kwa specialist, enda kwa gynecologist, enda kwa cardiologist, unalipa tena gharama kubwa, sababu cardiologist ako na knowledge ambayo haina doctor who is a general practitioner. The amount of light that you carry bears a lot of anointing. Ndio maana mwalimu ataenda kwa darasa tu ashike tu choka, aseme, now student, are we together? We are talking about equatorial climate. We are talking about equatorial. Kengele inapigwa, anasema kesho tutaongea kuhusu equatorial. Anaenda staff room kukunywa chai, mshahara inaingia. Tunaelewana? Lakini mwingine anasimama kwa barabara, mayai 10, sausage 15, mayai 10 customer, ndawa ya mende na panya utaiona kwako. Anachoka the whole day, anaenda nyumbani na 100. Tofauti ni nini? The right that one, mwangaza ambao uko nao. Haya, uko na mwangaza gani katika maisha? Your experience is the right. Your experience is the right. Ndio maana wale ambao wamekaa katika doa miaka 20, zile tatizo zinawasubua. Ati unapata wale ambao tulioana juzi, mzee amekuja nyumbani anasema hata kula, mama wale tulioana juzi, unasema utakula, umetoka kukula kwa hawa wanawake wako, ndio maana hata mashakura yangu huwezi kula. Mama ambaye amekaa katika doa miaka 20 hata aulizi mzee kama atakula. Inaangania leo unajisikia ama niweke? Na hana shida haiwezi msubua. Atisemana mzee hakuli, haoni chochote, hata atajiwekea chakula na akae chini hapo aendelee kukula. Wakiongea na mnaendelea aje huko kwa kazi, hana shida, maana ako na experience, ako na mwangaza mwingi kuliko ambao sisi tuliona juzi tuko nayo. Tunaelewana? Unajua mtu akiokoka leo, aokoke leo tu, umwambie ni wakati wa maombi, anaomba hivyo huko, mnasikia? Mnasikia? Kama mtu unajua anaomba kuna wakati kulikuwa kumepigwa duru, nyinyi mlisikia? Nikaambia Elda Jairus, shetani ameingia huko. Hiyo duru ni kumaanisha shetani wakati anakunywa chai, maana ni yeye anafukuzwa. Lakini ukikuja kanisa kama hii hakuna makelele, maana the light that we bear is more than the others. Tunaelewana? Ndio maana hata mhubiri ashidi hapa anasema nataka kutangaza nini? Nitangaza nini? Mimi nichoke hii koo yangu nishindwe kwenda kuongea? Ni uelewe ama ushindwe kuelewa, tembea, enda huko. Sijawafukuza kanisa watu wa Macedonia. Mnasikia kama mtaenda? The amount of right that one. Ndio maana mtu ambaye ataokoka leo umwambie aobeshe, ataobesha mshtuke. Baba, nashika shetani, namfunga minyororo, namkanyanga. Ila la itakonayo ni kidogo. Uambie yule aliokoka wakati wa maumau aobesha, anasema asante Mungu kwa leo, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Maana ile light anambeba ni nyingi, ako na more experience, amejua vita huwa zinapiganwa vipi. Tunaelewana sasa? Sasa wewe nini imekuwa ikikusubua? Ni yule mwangaza ambao uko nayo. Ile unakataa kwenda district, maana muongeleshani na mama Kamau, ni mwangaza uko na kidogo. Yule ako na mwangaza kubwa, hata ndiye wakaanza kufika district wa mama Kamau. Mama Kamau na waongeleshani, akienda district huwezi mnyamazia, hata mtapata amepika chai huko. Maana ile mwangaza ako nayo ni nyingi. Lakini wale wako na mwangaza kadogo wanatoroka sababu ya katuishio tudogo tu. Hizi vitu dogo tu wanapotea hata kanisa. Usimuulize ati ulipotea kanisa kwa nini? Hapana, shida ni ile mwangaza ako nayo ni kidogo. Wakati ataendelea kugain experience apata mwangaza nyingi, huwa wanajirudisha hapa kanisani, wasema Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa hapa lakini nikaenda na huku, lakini nataka kurudi kanisa sasa. Kwani alikuwa wapi? Hakuwa kanisa. Alikuwa kanisa, lakini ile mwangaza amepata imemtoa huko, imemrudisha. Tumeelewana? Sasa umeona ni kama ni nini ilikuwa inakusubua wewe? We have been called out of darkness into marvelous light, the light of Christ. Tuliitwa katika giza kubwa sana, very darkness, tukaitwa katika mwangaza. Jambo la pili, change the times, badilisha muda. Na siwe utabadilisha muda, wacha niwaeleze, change the times. Change the times. Why the Benjamites did not understand the changing times. As a result, they kept allegiance to the Saul lineage. Tumeambiwa kwamba wale wa ukoo wa Sauli bado walikuwa wameweka their trust and their hope in Saul. Sauli alikuwa already amekufa,
lakini wa ukoo wake bado walikuwa legit. Hawakuwa wanataka kwenda kupeleka Daudi awe mfalme. Walikuwa wanasema sisi ni wa ukoo wa Sauli, hatuwezi muamini yule. Kwa nini? The Daniel knew that when the time came for the saint to possess the kingdom, the enemy shall persecute the saint of the Most High. Danieli 7 mstari wa 25. Daniel 7 verse 25. Inasema ya kwamba wakati ule muda utafika wa teule kuchukua ufalme wa Mungu, wataona makuu, watapigwa they will be persecuted by the enemy. Lakini the enemy will not only persecute them, and shall intend to change time and law. Atabadilisha muda. Maana kwa nini abadilishe muda? Because why change time? Satan knows if a set time is changed, the vision, dreams and ambition will be aborted. Hii ndio silaha kubwa ya adui, kubadilisha muda. Adui anajua kubadilisha muda. Akibadilisha muda anaharibu kila kitu. Anaharibu kila kitu. Mlikuja hapa Macedonia last year? Mlifungua wakati wa COVID? Mlifungua mwaka upi? 2019 ulikuwa muda wa kufungua kanisa ya Spring Valley. Si huku kunaitwa Spring Valley? Napenda kuita Spring Valley. Macedonia ni nzuri, hata Spring Valley ni nzuri. Hapa Macedonia ulikuwa muda wenu wa kufungua kanisa. Lakini adui angeleta faragano katika session. Unajua session ndio ina make all decision. Angeleta faragano katika session, wazee wakose kusikizana, hamungefungua 2019, mungefungua 2020 kweli? Wakati wa COVID. Leo mungefungua 2021 kweli? Hamungekuwa na kanisa hapa. Kwa hivyo adui akitaka kuharibu ndoto anabadilisha tu muda. Ndio maana unaona msichana akifika kuolewa, amefika muda wa kuolewa, ako ile age ambayo anastahili kuolewa, instead ya olewe anapata sponsor. Anapata sponsor. Sijui kama nimefikisha age ya kuwa sponsor. Mimi ni hasara, hata siwezi sponsor mpaka chai. Anapata sponsor, ako na pesa nyingi sana. Huyu mwanadada hawezi funga ndoa. Kwa nini? Kwa maana ako sustained na sponsor. Adui anabadilisha muda. Ule muda mwanadada ageolewa analeta sponsor katika maisha yake. Yule mwanadada anakaa na sponsor miaka 5. Sponsor anamuacha. Mwanadada hawezi olewa, maana muda wake wa kuolewa ulipita. Mnaelewa hii? Understanding the times. Adui akitaka kukumaliza anabadilisha tu muda. Na atabadilisha muda hata miaka 2. Akitaka kuharibu generation, for you to destroy generation, you don't need to do a lot of things. Change the times. Akitaka kuharibu kizazi kijacho, anabadilisha tu muda. Anawapatia heavy-headedness. Wanaona maisha ni ya raha na starehe. Badala ya kwenda kanisa, kazi yao ni kwenda kuburudika virabuni wakati wa Sunday. Hata wakati wa Sunday ndio mugithi inashika na live band. Anabadilisha tu time. By the time they come back to their senses, wameharibu the whole generation. Wakati wanatafuta tu warudi kanisa, washaharibika. The generation is lost. So for the enemy to destroy a generation, just change time. Kama adui angetaka nisiwe mchungaji, angebadilisha tu muda. Ndio kuna watu nilikuwa naambia ningekuwa mchungaji wa Anglican nikapotea. Nikapotea na hii miguu mnaona. Mimi tu mnaona hapa. Nikapotea. Kwa hivyo adui alikuwa anajaribu kubadilisha nini? Kubadilisha time. The moment you change time, you have destroyed a generation. Watu wa Macedonia mmechelewa kwenda nyumbani ni walilize. Nilikuwa nafikiria mko na chama. Now, our enemy knows how to change time to favor his evil intent in our lives. That is why, in order to alter a generation, he takes them back again to their parent misdeeds. They will spend a decade trying to rectify what the parent did wrong. Haya. Within this intent, the time has changed. Generation, kumeibuka watu ambao wanajiita wazee. Wazee wabuzi. Walikuwa wapi ile miaka mingine? Kuna jambo nataka tuelewane hapa. In order to destroy a generation or a community, change the time. Wacha kwanza tuelewane, twende pole pole. Tumeambiwa ya kwamba tutoe mbuzi kwa wale waliokufa, tulipe deni. Ukiona mashida imejaa kwako, ndoa hazisimami, huyu kijana yako anao akitupa bibi,
mambo haibadiliki hapa kanisani, unaenda kwa wale wazee wanakwambia ni deni ambayo nyanya ya huyu kijana ama babu yake alikuwa na deni na hajalipa. Sasa wewe mzazi, lipa ile deni. Ile deni unalipa na mbuzi na fedha nyingi kabisa. Unaambia ukilipa ile deni, mtoto wako ataweza kuoa, ndoa idumu. Wengine maradhi inaingia katika familia. Unapata huyu amegojeka kansa. Huyu hata COVID wakati iliingia tu ikaanza iliguza kwenu. Huyu COVID ilikuja ikagonga ikaua. Mnaambiwa hizi shida zote katika familia ni deni ya ukoo wenu hamujalipa. Mtoe mbuzi, mwende mtoe mbuzi, mkishatoa zile mbuzi, sisemi mbuzi ni baya, mkitoa nitakula. Hata mimi napenda nyama. Nimependa nyama, ukisikia kutoa kuja unitolee, nitakulipia deni na M-Pesa, haina shida. Kama shida ni deni. Kama umekopa M-Shwari, wewe lipa. Tuwe tu kukula na wewe. Sasa unaambiwa ukitoa zile mbuzi, uchinje, uende katika zile makaburi za wale waliokufa wenu, utoe matabiko, deni inaisha. A generation that received light a long time ago. Tunaelewana? A generation that received light a long time ago. The people who received light in this country were you. Nyinyi watu wa kutoka hii upande. Jamu inashikananga watu wakienda wapi? Ni wapi barabara ilipanuliwa ya kwanza na the president? Ya kwenda wapi? Ni kina nani wamekuwa kitawala hii nchi miaka mingi? Lakini ukitaka kuharibu iko kizazi, warudisha to the darkness of their parent, utawamaliza. Watakaa miaka 100 hawataitawala. Wamalize. The enemy knows how to destroy. Na hii adui ataharibu. Unapeleka vizazi badala ya kuwapeleka kanisani. Wale watu waliopata kanisa za kwanza ni nyinyi ambao mnatoka hizi eneo. Hii ambayo tunaabudu hapa ililetwa ili ishughulikie watu waliokuwa Kibwezi na the Maasai community. Ukienda Ugugu, hiyo ni history. Sijakuwa tribalic. Enda Ugugu, the Scotland Mission ilikuja purposely ilete mwangaza kwa Kibwezi na ilete mwangaza in Maasai Land. Huko kwote ikazidikana wakakuja Kikuyu Land. Ni wapi shule ya kwanza ilikuwa? Shule ya kwanza ilikuwa wapi? Hospitali ya kwanza nchi ya Kenya ilikuwa wapi? Na sasa mnarudishwa kule wazazi wenu waliokuwa wakienda kwa Wainga. Mnarudishwa kule wazazi wenu walikuwa wanakufa na homa. Mnarudishwa kule wazazi wenu walikuwa wanatairisha wasichana. Mnarudishwa kule wazazi wenu walikuwa wanatoa matabiko na kupika pombe na kuchinja nyama wakichinjia miungu. Mnaambiwa mrudi kwa hiyo miungu. Kwa nini hiyo miungu haiko imetuletea mwangaza? Mbona wakati huu Mungu wakati ametuletea mwangaza ndio unaturudisha kule tulitolewa? Unafikiria aje sasa wewe? Jamu itaisha. Hii barabara jamu itaisha. Si kuisha tu, hiyo barabara pande nyingine sijui tu watu watakuwa na hakutakuwa kunatumika. Sasa inatumika nini? Jamu itarudi na huku. Mnaona huku na waonyesha. Jamu inarudi na huku. Hii super highway itakuwa clear. Ni wapi kuna mabasi nyingi? Nilikuja hapa Kayole nikapata gari ni nyingi sana. Na mnajua zile gari zinatoka na huku, si ndio? Lakini zitaisha. Jamu itarudi upande huu. Change the time, destroy a generation. Kuisha. Wakati watarudi kumtafuta Mungu ambaye ni wa ukweli, it will be too late. Ndio maana Yesu akasema wana wa ufalme watafukuzwa nje na wale ambao si wa ufalme ndio watauchukua huu ufalme. Nyinyi mmekuwa wana wa ufalme. Mkitaka kufungiliwa nje msiseme sikuwaambia. Ndio maana adui ameleta giza. Pombe ukipika ile mbaya kabisa ukitaka kutest kama inaua, peleka Central. Hata mpaka kuna mwibaji aliyepumzika akasema, "Geshagi na kuone negererio kane. Thimaire komi bao kana one mutuku." Angalia zile nyimbo zinatoka huko kwenu. Mau maganyuire thire. Toko menywe thire ciana. Ugemenywo tigie kinuthu. Ciana igoka cione ni njega na cinywe zile. Angalia zile nyimbo zinatoka huko. Mnasikia? Tumeanza kuelewana. Mnasikia? Manga. Zinatoka wapi? Zinatoka? Ndio ene kirangenia. Oikunda ngatheka. Munene tukumenywa na M-Pesa. Tunaelewana? Nyimbo mnaona zile nyimbo zinatoka huko Destroy a generation, finish it. Ukijaribu kuwahubiria wanakwambia Yesu ni mzungu. Ulikuwa unataka azaliwe Sudan ili awe si mzungu?
Sijui kama mnaelewa kule, the enemy is changing times. And as a Christian, if you don't understand that, a generation will be lost. The enemy anataka abakishe kanisa wazee. Wale ambao hawana future kubwa, wanaishi miaka 20 30 wanakufa. Wale wakiisha utapata kwamba kanisa zitafungwa. Angalieni tuendeni Europe. Tuendeni Europe wakati wa COVID ilikuja. COVID ilikuja kutufungua mambo mengi sana. Ukienda kule kanisa yetu ilitoka huku Scotland. Kanisa ambazo zilikuwa zimejengwa, watu ambao Mungu aliwainua in a very great way, walifunga makanisa wakaibadilisha ziwe clubs na restaurant. Wakati COVID ilikuja iliwafanya aje? Walikufa in billions. Si ndio? Na sisi tumesimama. Nyinyi Mungu anawapigania na nyinyi mnajirudisha kwa wale ambao waliomba miungu ambayo walikuwa wanakufa sababu mpaka ya homa. Alafu mnatuambia, unajua sisi wakati tulikuwa tunazikana, mtu alikuwa anazikwa akiangalia Mount Kenya. Kwani nyinyi watu wa Central mlikuwa mnazikana kabla hii mwanga ikuje? Si miili ilikuwa inatupwa kwa forest. Alafu unatusumbua hapa, mwili uangalie Mount Kenya gani? Si mlikuwa mnatupa fizi wanakula? Na leo unatuambia tuangalisha Mount Kenya ati kulingana na mila na itikadi zetu, mwili lazima uzikwe saa 11. Saa 11 jua likienda usoni. Na mtu alikuwa anatupwa asubuhi na mapema, lele mara atayaganyina, akakuliwa na fisi. Waacha kutuletea wewe. Change the times. When you change the time, you change the mentality of a nation. You destroy it. Usiende kunisema. Mutanisema. For a church to survive, it must be keen and understand the times. Rigidity will only result to time overtaking it. By the time they realize, the church is left with empty pews. Usikuja kusema hapa ati praise and worship ikatakatwe. Watu ndivyo wanataka. Wanataka hivyo, nyimbo 10. Wanaiba mpaka unasikia yes. Nimekuja hata nimeambia Elder Asaf. Nikamwambia na kweli mnaiba. Na kweli mnaiba. Hapa tukikuja useme kulingana na traditions za PCA, nyimbo 2 tuombe. Hii kanisa by the time you come to realize watu wamehamia kule, wanaambia ruka hivi. Haya twende Kikamba, twende Kijaruo, twende. Wana sweat. Kanisa unabaki na empty chairs. Utaibia empty chairs. You need these members. That's why you must change with the changing. Watu ukisikia wanaomba, wacha waombe, wacha kuambia mnapiga makelele. Wakiomba ukisikia wanaomba kwa sauti, wacha waombe. Understand the changing? If the church remain rigid, it is time ina overtake. Kanisa it is left empty pews. Unabaki tu ukihubiria viti. Na nyinyi kama amuko, mimi sitakuwa mchungaji, nitachunga akina nani? Siwezi kuwa mchungaji. Na saa hizi mimi nilitoka teaching. Kwa hivyo mkinifukuza naenda kutafuta kazi hapa forward. Niko naambia washirika wa Macedonia tao 2020. Mnanielewa? So, you must adapt. Rebrand yourself even in the business world. Rebrand yourself. Mnakumbuka Nokia? Wale ulikuwa unafukulia simu wanashikana. Nokia. Watu wanashikana, waliachana. Waliachana. Company ya Nokia haiku rebrand. Wakati company ya telecommunication ina grow, they failed to rebrand themselves. What happened? Hawako Motorola, mnakumbuka ile ilikuwa inatoshana hivi na ilikuwa inawaka green, sijui ni blue. Unapigia mtu wako moyare, hello, panda juu ya mti hakuna network. Mnakumbuka hizo masimu? Na akina Ericsson zilienda wapi hizo company? Zilikufa because of what? They failed to rebrand. Wacha nisiwapeleke mbali. Mnakumbuka uchumi? Ilienda wapi? Na ndovu ilienda wapi? The elephant. Kwanza Krisi ilikuwa Krisi na Naivas. Hii Krisi ilikuwa na nini? Tulikuwa mbuzi na Naivas. Iko wapi? The moment you fail to understand the times, you must rebrand yourself. Fail to rebrand yourself, umeisha even in business world. Wacha kuwa rigid. Look at the business atmosphere and rebrand according to it. Angalieni Safaricom, huwa ina rebrand all the time according to the time. Wakati watu wameanza kupata tala watu wanakopa pesa, Safaricom imewaletea M-Shwari, Fuliza. They rebrand very fast. Wakoze kurebrand, they are overtaken by time. Hakuna kitu hawana. Hata reverse call unapigia mtu ambaye ako na credit anakupigia back. You rebrand yourself. Rebrand even in business. Wacha kukaa vile ulikuwa mwanzo. Ati unajua hii biashara ilikuwa ya mama na baba, na vile baba na mama walikuwa wanafanya huku ndivyo tutakuwa tunafanya. Utapitwa na muda. Even the church must rebrand themselves. Deacons, rebrand yourself.
Hautakaa hapa ukigoja washirika wakuja. It's now time to rebrand. Mpaka wengine unawapatia surprise visit in their business. Be hallelujah, nimekuja na baraka za elder. Mnaendelea salama? Tunashukuru Mungu. Rebrand yourself, wacha kugoja member kwa kanisa. Reach them at home. Are we together? Rebrand yourself. Even as parents, we must rebrand ourselves. We must know the changing generation. My son is 6 years old. Anajua, anapenda sana hizi nyimbo za tenzi, hymnbook za Kikuyu. Anajua kuziba. Lakini weka sipangwingwi. Unaona anafanya maisha ni yangu. Sipangwingwi, sipangwingwi. Sikize sipangwingwi. Nianze kumwambia shetani shindwe. I must also rebrand. Akisema sipangwingwi namwambia na unajua nitakupanga. Enda ukamalize homework. Si umeona nakupanga. Rebrand yourself. Are we together? Hata zile nyakati zilikuwa tunatafuta msichana unapita kwao ukipiga mbija na kurusha mawe kwa mabati ilisha. Huwa tunamtumia message, toka, niko hapa nje. Ni kama hana wazazi. You must also rebrand yourself as a parent. Keep rebranding yourself. Wacha kukaa old fashion. The time changes. Now, brethren, valiant men. Point number 3. The valiant men. Tunaambiwa hawa walikuwa watu wa vita ambao walienda vitani. What does the valiant, watu wa vita wanafanya nini? Those that go beyond the ordinary. They go beyond the ordinary. We must be willing to be unique Christian. Even when circumstances are difficult, we must press on without retreating. Our fellowship must never be ordinary. We must go beyond an extra mile. Sasa ile fellowship mnaorganize ya district kutoka mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka lazima mrebrand. Katikati wa mwaka mnaenda Mombasa fellowship. Amujera fellowship. Better than a district inaenda Mombasa fellowship na inarudi. Alafu kidogo deacon wanatuma message, today fellowship is at Hilton Hotel. Ni fellowship. You must tunaelewana. We must be an extraordinary Christians. Tunaelewana? Yeah. Mwaka ikifika pahali tunaenda Eldoret fellowship. Hatujaenda kufanya kitu kingine, tumeenda maombi. We must be an extraordinary Christians. We must always go an extra. Na nyinyi mkubali kutoa pesa, mwache kutoa 50. Hapa mliona polisi, msiwache kutoa 50 ili tuweze kufanya hayo mambo. So we must be an extraordinary Christians. Another one. Not self-serving. Don't serve yourself. Serve God people. Your first calling is to serve God people. Another one. Watu wa vita, the valiant men. Valiant men. Watu ambao ni watu wa vita are not addicted to mediocrity. To vitu tudogo, petty issues. Petty issues. Ati alikuwa amevalia dress gani kwa kanisa? Na hiyo dress nimemuona nayo mara 4. Hakuna shida, mnunulie ingine atavaa. Hata next time itakuja na hii suti. Ukisikia unaumwa enda Isirini nunulia nitavalia. Na nikikuja useme mchungaji hiyo suti nilikununulia inakutoa, nikwambia akiangai ni ukweli. Let's not be petty Christians. We must avoid pettiness. Tu vitu tudogo wa Kristo wanapigana sababu ya tu vitu tudogo. Unasegenya mwenzako sababu msichana wake alipata mimba na hajaolewa. Yeye sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Yeye tia ameitwa, si msichana wake ameitwa katika ufalme ni mama. Hata mzee akunywe awe ndiye DDO, daily drinking officer wa hapa Spring Valley. Mama ndiye ameitwa ufalme, si bwana. Wacha mambo mengi. Wacha kusema ati kazi ya bwana yake ni kutafuta tudogo, dogo, side chick. Asi bwana ameitwa, wewe wacha atembee na side chick. Mama ndiye ameitwa ufalme. Kama bwana ndiye ameitwa ufalme na mama mpaka haji kanisani, wachana na mama, twende biguni brother. Unajua tukifika biguni hakuna husband or wife. Maana kama huko kunaweza kuwa huko, wengine tunaweza potea na miguu. Miaka hiyo nimevumilia duniani alafu hapa turudia na hapana, mtu aende kivyake. Ndio maana Yesu alisema biguni hakuna bibi na bwana. Sasa mbona utashindwa kuvumilia? We've been called individually to the ministry. Hallelujah. Now, ya mwisho, understanding of times. Kuelewa majira. The men of Issachar had this great gift of understanding the time. They understood the times in which they lived. The men of Issachar not only understood what God was doing,
but they knew how to respond to what God was doing. They had a plan. The sons of Issachar didn't describe their past. Wakati tunaambiwa kuwahusu, they did not describe their past or say they understood their past. Didn't say they understood their future. They understood their times, the day that counted. When it comes to understanding the time, wachana na your past. Wengine wenu mkipelekwa our past, hamutaikuja kanisa. Nikupeleke kwetu Kirinyaga nikwambia, watu wa Kirinyaga elezeni hawa watu, mimi JJ ni nani? Utatoka kanisa, utaikuja. Utasema, huyo kama si brother ya shetani. Ati? Huyo mchungaji? We don't want to know our past. Our past is gone. We are interested with it today. Live the day. Wacha kusumbuka na future vile itakuwa. Unajua, I want to buy a car, I want to buy a plot. Ishi leo wewe tu. Just live today. Tomorrow will take care of itself. When it comes to understanding time, we live as the day comes. Don't be worried about your past. Wachana na your past. Wacha kuchunguza your past of your husband. Ukikasirika sababu unajua his past na alikwambia, unaanza wimbo Fatuma na Nyabura alia amuranga. Wacha hiyo mambo. We don't want to know our past. We lived our past. Today we are living the day. The day is today. Wacha kushinda kutukumbusha kule tumetoka. Isn't it? So if this church want to live to the future, it must live today. Wachani kukumbuka ati wakati tulikuwa shalom. That is the past. Now we are living the present. Hallelujah. Understand that. God can help redeem time. This is the turning point of our sermon. God can help redeem time. Naye Mungu ni wa ajabu. Wakati tunaambiwa Abraham alifika miaka 100 kama hajapata mtoto, alipata mtoto mmoja. Now God knew how to redeem time of Abraham. And I redeem time ya Abraham na kumwambia aje, I will make you a father of many nations. Abraham anashindwa, how will it be possible with one son? With one son, the son Isaac marries. And when Isaac marries, give birth to only two, Esau and Jacob. But through Jacob, God redeemed time. From Jacob, Abraham got a great children, or 12. From there, it is history. It became a very great nation. How can God help us redeem time? Utapata mama ambaye amekosa mtoto katika doa miaka 10. Anaomba. Anasema hata tulikosa mtoto hatuna shida. Just from nowhere 10 years later anapata miba. Akienda kuzaa tuende tukamwone Mpumuani, tunampata na triplet. Triplets ni watoto wa kuzaa miaka 10. Unampata na triplet. Miaka 10 angekuwa na watoto wangapi? Anapewa once. Anafunga hiyo chapter. God has redeemed time. Tunaelewana? So God can redeem your time. Kuna jambo ambalo umekuwa ukifanya ukiomba Mungu, when God come to redeem time, ataifanya in one. Just one. Hata hitaji kuifanya in sequence, just one, and he is done. When God says he will repay what was eaten by locust and grasshopper, he is redeeming time. The time that you lost, I will redeem it again. Wakati anasema ninakuja kulipa kile kililiwa na nzige, it means that he is coming to redeem the lost time. If we understand this, then we have no problem with life. God can redeem time. That time which was wasted in your life, stop worrying about it. God is coming to redeem it. Understand the time. Tusimame kwa miguu yetu. Thank you, Lord.